Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, leo kwa mara nyingine tena tunachukua fursa hii tukutane tena katika darasa zetu mbalimbali za adhkar na dua, na leo tunawaleteeni fursa nyingine ya dua, hasa katika mwezi huu wa Dhulhijja. Leo tutakwenda kuangalia maneno ya Jaafar Sadiq ambaye kuna dua ameileta hapa. Anasema kwa yoyote mwenye kuisoma dua hii basi hatupatwa na mashaka, hatupatwa na tabu, hatupatwa na mateso mwaka huu wote huu unaokuja biidhnillahi taala, kama atasema na kusema maneno haya ambayo nitakwenda kukuletea hapa muda si mrefu. Hiyo ni sehemu ya kwanza, lakini sehemu ya pili nitakuletea vile vile na aya hii utaisomea katika tende zile, tia katika maji mathalani, katika maziwa, alafu somea aya hii mara 71. Ukishasomea mara 71, alafu utakuwa unakunywa yale tende na yale maziwa. Wallahi, kama ulikuwa na maradhi ya kisiri katika mwili wako, kulikuwa na maradhi ya pressure katika mwili wako, kulikuwa na mambo ambayo yanakusumbua katika mwili wako, basi yanakwenda kuondoka biidhnillahi taala kwa utukufu wa aya hii. Na hasa unasoma katika masiku haya 10 yaliokuwa bora kabisa, masiku ambayo mtu kama anaomba dua yake inakuwa ni mustajaba. Ndugu yangu, ziko ni siku 5 ambazo hizi mja kama anaomba dua yake inakubalika moja kwa moja. Ni siku 5. Acha nikutajie hizi usiku ili uelewe ni usiku gani na usiku gani. Usiku wa kwanza ni ule usiku wa Isra wal Miraj. Usiku wa Isra wal Miraj, kila mmoja anatambua usiku ule ambao mtume alisafiri kuelekea mbinguni. Basi ule usiku Muislamu kama utafanya dua yako inakuwa ni makbul, dua yako inakuwa ni mustajaba. Usiku wa pili ni usiku wa nisfi Shaaban, bimaana ili Shaaban 15 mtu akasimama akamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, basi dua yako inakuwa makbul katika usiku ule. Usiku wa tatu ni usiku wa Lailatul Qadri. Nafikiri huu sina haja kusherehesha ala kueleza, kwa sababu kila mmoja anafahamu fadhila zake, anafahamu umuhimu wake, anafahamu thamani yake usiku huu. Basi na usiku huu vile vile mja kama ataomba dua yake inakuwa ni mustajaba. Usiku mwingine ni ule usiku wa kuamkia Eid al-Fitr. Tumefunga Ramadhani, tayari mwezi umeandama. Hasa ule usiku wake kuamkia Eid, Muislamu kama atafanya dua katika usiku ule, basi dua yake inakuwa ni mustajaba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaijibu haraka sana dua hiyo. Usiku wa 5 ni usiku wa Lailatul Eid al-Adha. Ni usiku wa kuamkia Eid al-Adha na haya masiku 10 tuliokuwa nayo haya ya Dhulhijja haya. Muislamu jitahidi sana katika masiku haya 10 haya kulia na kumwomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya masiku haya 10. Ndio maana kila siku wanakuletea dua za aina tofauti tofauti uweze kuzichukua. Leo tunakwenda kuangalia dua ambayo amefundisha Imam Jaafar Sadiq, ambayo anasema kwa mtu mwenye kuisoma hii basi hatopatwa na ufakiri, hatopatwa na shida, hatopatwa na mateso kama katika mwaka huu. Lakini si hiyo tu, nitakuletea na aya vile vile. Aya hii utaisomea katika maziwa, lakini maziwa yale weke tende ndani yake, alafu somea aya hii mara 70. Kisha baada hapo kunywa yale maziwa, kula na zile tende. Wallahi lazim, kama ulikuwa na sumu ya Kiswahili katika mwili wako, ulikuwa na siri katika mwili wako, ulikuwa na chochote kibaya katika mwili wako, kitaondoka biidhnillahi taala kwa utukufu na ukubwa wa aya ambayo utakwenda kuisoma hapa muda si mrefu pamoja na dua yetu hii. Acha nikusomee hii dua na nitairudia hapa mara 2. Nitairudia mara 2 na kisha baada hapo nikusomee aya ambayo utakwenda kusomea katika maziwa na tende. Hii dua unaisoma mara 70. Unaisoma mara 70 kila siku katika masiku 10 haya ya Dhulhijja. Kila siku katika masiku 10 haya ya Dhulhijja unasema maneno haya. Unasema la ilaha illa Allahul alimul qadir, ilayhi almubtadi wa ilayhi almasir, biyadihi alfaqr wa biyadihi alghina wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nairudia tena dua hii. La ilaha illa Allahul alimul qadir, ilayhi almubtada wa ilayhi almasir, biyadihi alfaqr wa biyadihi alghina wa huwa ala kulli shay'in qadir. Anasema Imam Jaafar kwamba atakayesema maneno haya basi mtu huyo hatopatwa na mateso, hatoteseka, hatopatwa na dhiki katika mwaka huu. Narudia tena. La ilaha illa Allahul aliyyul qadir, la ilaha illa Allahul aliyyul qadir, ilayhi almubtada
wa ilayhi almasir biyadihi alfaqr wa biyadihi alghina wa huwa ala kulli shay'in qadir. Unasema haya mara 70 kila siku katika masiku 10 haya ya Dhulhijja. Hiyo ni ya kwanza, ichukue nenda kaifanye kazi. Ya pili ni aya ambayo hii nimesema unasomea katika tende, na tende yake ndani yake umeweka maziwa, alafu unasomea aya hii. Wallahi kama una maradhi ya kijini, maradhi ya kishaitani, maradhi ya kichawi, yanaondoka biidhnillah taala. Na hii nayo vile vile unaisoma mara ngapi? Mara 70. Unaisoma mara 70. Unasoma hivi: Bismillahirrahmanirrahim, kullama aradu an yakhruju minha min ghammi au aidu fiha wadhuqu adhab alhariq. Narudia tena: kullama aradu an yakhruju minha min ghammi au aidu fiha wadhuqu adhab alhariq. Narudia tena kwa mara 3: kullama aradu an yakhruju minha min ghammi uidu fiha wadhuqu adhab alhariq. Narudia tena kwa mara 3: kullama aradu an yakhruju minha min ghammi uidu fiha wadhuqu adhab alhariq. Unaisoma hiyo mara 70 katika maji yako, katika maziwa yako uliweka tende, ama katika kibakuli chako umeweka tende na maziwa, alafu unakunywa yale maziwa na tende kwa muda wa siku takribani mpaka masiku haya 10 yatakapomalizika ya mwezi huu wa Dhulhijja. Narudia tena mara mwisho aya hii, pengine kuna mwingine amesikia vibaya, basi narudia tena kwa mara mwisho. Na hapa kabla sijarudia hii aya niwakumbushe kitu kimoja. Tuna dua kubwa tunakwenda kuifanya siku ya mwezi 8 na mwezi 9 Dhulhijja. Mwezi 8 na mwezi 9 Dhulhijja ni dua maalum ya kichinjo. Tunakwenda kuchinja mnyama kwa ajili ya dua hiyo. Kila anayependa kushiriki dua hiyo, ambao watakuwa na wanyama wanachinjwa, wanyama hao watakwenda kutolewa sadaka inshallah. Ukitaka kushiriki basi kama uko Dar es Salaam, basi utapiga simu, utaelekezwa maelekezo namna gani unaweza ukashiriki. Na kama uko nje ya nchi, uko mkoani, utapiga simu, utapewa utaratibu namna gani unaweza ukashiriki dua hiyo hata kama uko nje ya nchi. Namba ya kupiga ni 0713 81 11 mwisho 46. 0713 81 11 mwisho 46 biidhnillah taala. Ukipiga utapewa utaratibu wa kushiriki katika dua hiyo. Itafanyika Majoe hapa Dar es Salaam mwezi 8 na mwezi 9 inshallah. Na ni dua ambayo inahitaji watu 60 tu basi. Aya narudia tena kwa mara mwisho, nasema kullama aradu an yakhruju minha min ghammi uidu fiha wadhuqu adhab alhariq. Nafikiri hapo itakuwa ndo mwisho. Ichukue na nenda kaifanye kazi biidhnillah taala, ili uweze kujitibu maradhi yaliyomo katika mwili wako, yaliyomo katika siha yako biidhnillah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.